Alikuwa ni mwanafunzi ambaye hakuwa na matokeo mazuri darasani. Watu wengi walimdharau kutokana na matokeo yake kuwa mabovu, ikiwemo wanafunzi wenzake darasani, hata walimu ambao walikuwa wakiwafundisha kwenye darasa hilo. Hamna aliyejua kwamba ipo siku yeye atakuwa daktari bingwa katika taifa hilo. Hamna aliyejua kabisa. Hamna aliyejua kwamba kuna wakati utafika matokeo yake ambayo yalikuwa yanaonekana mabovu yatakuwa mazuri kwa wakati fulani. Hamna aliyejua kwamba wakati huo utafika. Hamna aliyejua kwamba kuna wakati ambao utafika kudharauliwa kwake kutabadilika, kutakuwa kuheshimiwa kwake. Hamna aliyejua. Hamna aliyejua kwamba yeye ndo atakayeweza kujibu maswali kwa usahihi. Hamna aliyejua. Kuna wakati ulifika darasani, hamna aliyeweza kujibu swali ambalo mwalimu aliweza kuliuliza, ila yeye peke yake ndio aliweza kujibu swali hili, kiasi cha kwamba hata yule ambaye alikuwa anaonekana ni kinara hakuweza kujibu lile swali ambalo mwalimu aliliuliza. Hamna aliyejua kwamba kuna wakati utafika yeye ataweza kujibu swali ambalo mwalimu ataliuliza. Hamna aliyejua. Na kilichomsaidia ni kwamba mama yake hakukata tamaa kutokana na hali ambayo alikuwa mwanaye. Mama hakupendezwa kweli na hali ile ambayo mwanaye alionekana anafeli kila wakati. Ikabidi mama achukue wajibu wa kuhakikisha kwamba anapambana na mwanaye ili ile alama ambayo alikuwa anashika darasani ibadilike, ianze kuwa nzuri. Naamini ya kwamba hamna mzazi ambaye anafurahishwa na matokeo mabovu ya mwanaye darasani. Kila mzazi anayelipa ada anategemea matokeo yawe mazuri kutoka kwa mwanaye. Ndio furaha ya kila mzazi yoyote. Basi mzazi yule alipambana na mwanaye, aliamini tu ipo siku mwanaye atakuwa na matokeo mazuri. Yule mama alikuwa anaiona ile picha ndani yake, ni yeye mwenyewe alikuwa anaiona. Lakini mbali na kuona ile picha, basi ikabidi aweke mikakati mikali juu ya mwanaye ili aweze kufanikiwa juu ya ile picha ambayo alikuwa anaiona. Kwa hiyo ikabidi amwekee ratiba, amwambie mwanaye kwamba kila siku utakuwa unaenda library, utakaa kwa masaa kadhaa library, muda wa kuangalia TV itabidi upungue na muda wa kujisomea uongezeke zaidi. Basi mtoto yule ikabidi afuate ratiba ambayo mama alimpa, na baadaye matokeo yake yakaanza kubadilika. Akawa ni kijana ambaye ana ufaulu mzuri, akaanza kuheshimika, na hata baadaye akaja kuwa daktari bingwa wa upasuaji wa ubongo, na anafahamika kwa historia ya kupasua ubongo mapacha wawili, wa kuwatenganisha ubongo mapacha wawili. Hiyo ni historia kubwa ambayo amefahamika kijana yule ambaye alikuwa hana matokeo mazuri darasani. Na huyu si mwingine, ni kijana anaitwa Ben Carson. Yes. Historia hii yote fupi ambayo nimekupa, alikuwa anaitwa Ben Carson. Na kitabu chake alichokiandika, ameandika vitabu vingi, lakini leo nataka nikuambie kitabu kimoja kinaitwa Think Big. Hii ni kutokana na jinsi ambavyo mama yake alivyofikiri makubwa juu yake yeye na kaka yake. Mama yake hakuwakatia tamaa kutokana na hali ambayo wanaye walikuwa nayo.
Lakini pia kuna story nyingine ambayo nataka nikupe ya ndugu Joel Nanauka. Naye pia matokeo yake darasani hayakuwa mazuri, lakini yeye mwenyewe ndo alikuwa amebeba ile picha ambayo tunasema mama Ben Castle alikuwa amebeba. Sasa Joel Nanauka alikuwa ameibeba yeye mwenyewe hiyo picha, kwamba ipo siku itafika mimi nitakuwa best student. Ipo siku itafika mimi nitakuwa best student. Na alikuwa anafanya maigizo hadi darasani, anaambia wenzake, labda tukae hapa tuchukulie mfano kama mimi ndo naitwa pale mbele kupongezwa kwa sababu nimekuwa kiongozi wa amefaulu vizuri kupita wanafunzi wenzake wote. Kwa hiyo aliona ile picha ndani yake ya kwamba mbali na matokeo ya sasa hivi kuwa mabovu, hayaridhishi, lakini baadaye muda utafika, yale matokeo yatabadilika na nitakuwa kama jinsi ninavyoona ile picha. Hakuishia tu kuona ile picha kama jinsi ilivyo, lakini alianza kufanyia kazi, kuweka mikakati yeye kufikia ile ndoto anayoitaka. Na haya yote ambayo nimekuambia, kwa nini nimekuelezea haya yote? Ni mara nyingi umeona kabisa nikiweka caption kwenye post zangu, hata kwenye video zangu nyingi nimeandika dream big, dream big, dream big, dream big, waza makubwa, waza makubwa. Kuna wakati unaweza ukakatishwa tamaa na mazingira ambayo unayaona. Kuna wakati unaweza ukawa na kila aina ya sababu ya kukata tamaa kutokana na mazingira ambayo unayaona, lakini hupaswi kukata tamaa, hupaswi kukata tamaa, maana haya mazingira hayadumu. Hata majira ya hali ya hewa, majira huwa hayadumu. Kuna wakati utakuta kuna mvua, kuna wakati utakuwa na kiangazi na vitu vya namna hiyo. Majira huwa hayadumu, huwa yanapita, baada ya muda fulani yanabadilika. Kwa hiyo hali au mazingira ulionayo sasa hivi yasikufanye wewe kufanya mambo ambayo hayatakiwi, au kaenda njia za mkato kiasi cha kwamba ukaja kujaribia wewe maisha yako kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo waza makubwa. Kuna wakati unaweza usiwaziwe makubwa kama jinsi ambavyo Ben Castle aliwaziwa na mama yake kwamba huyo atakuja kuwa na ufaulu mzuri. Kuna wakati inawezekana mtu asitokewa namna hiyo, na ikabidi wewe mwenyewe ujiwazie makubwa kama jinsi ambavyo Joel Nanauka alijiwazia makubwa. Huo wakati itabidi wewe mwenyewe ujiwazie makubwa. That's why huwa naandika dream big, dream big always. Yaani kuna namna ambavyo unatakiwa wewe mwenyewe picha ya ndani uione wewe mwenyewe. Kuna watu wa huku nje wanaweza wasikuelewe, wakuone hivyo unafanya nini, anakuona, wanakudharau kutokana na hali yako ya chini. Lakini mimi nikwambia kwamba kama hautajikatia tamaa na ile picha ambayo unaiona ndani yako, ukaendelea kuifanyia kazi, ukaendelea kuipalilia na kuimwagia maji, kuna wakati utafika ile ndoto ambayo ulikuwa unaiona, ile picha ulikuwa unaiona itafikia hakika. Joel Nanauka anapenda kusema ya kwamba hamna kitu kigumu kwenye maisha kama kumwagilia mbegu ambayo bado haijaanza kuchomoza. Yaani sawa sana mkulima amepanda mbegu zake shambani, lakini anaendelea kumwagilia. Hajui hata ile mbegu itatoka juu, itachomoza juu ya ardhi lini, hajui, lakini ana imani ya kwamba kwa kumwagilia, kwa kupalilia, mazao yangu yataota na yatakuwa mazuri, na baada ya muda fulani nitapalilia. Ana imani hiyo. Kwa hiyo inabidi na wewe katika huo wakati ambao upo, ndio wakati ambao ni sawa sana mbegu ipo kwenye ardhi,
bado haijachomoka, unatakiwa endelee kuipalilia, kuimwagilia ili iweze kumea vizuri. Kuna wakati unaweza ukaona hali yako ni duni, hujui cha kufanya, kila anayepita anakudharau, labda naona muda wako umeenda sana wewe kufanikiwa hivi na hivyo, mambo ni mengi sana, lakini hakikisha ya kwamba hujikatii tamaa wewe mwenyewe. Kama hamna mtu ambaye anaweza kukuwazia makubwa, basi inabidi ujiwazie wewe mwenyewe. Unatakiwa usimame kwenye nafasi yako, jiwazie mwenyewe, ona ile picha ndani yako. Watu ambao wanakutamkia maneno mabaya hawezi kuwa na athari kubwa juu ya ndoto yako kama ukisimama imara. Lakini kitu kibaya kwenye maisha yako ni wewe kujikatia tamaa. Kwa historia fupi tu ya mwanzilishi wa KFC, alianzisha biashara yake akiwa na miaka 65 kwenye sekta hizi za kuajiriwa. Ni miaka ambayo ni ya kustaafu. Unakuta mtu tayari ameshastaafishwa, kiasi cha kwamba wengi wanakuwa nguvu zao zimeisha, wengi wanatafakari kuhusu maisha na mambo mengine ya namna hiyo. Lakini huyu ndugu alianzisha KFC, alianza na miaka hiyo 65. Hivi ingekuwa wewe ungeanza pale na miaka hiyo 65? Au ungemwambia mtu unataka kuanzisha jambo fulani ukiwa na miaka hiyo? Wengi wakasema sasa hivi uwezi, wachie vijana na vitu vya namna hiyo. Lakini yeye aliona kwamba mbona kama nikianzisha hichi kitu kitauzika. Akaanza kutembeza kwa watu, wakaanza kupenda ile recipe ya kuku. Na mpaka sasa hivi watu wanafurahia kula KFC, zile kuku. Wanafurahia, lakini ni vile ambavyo yule ndugu hakukata tamaa. Kwa hiyo na wewe unatakiwa usikate tamaa katika kile ambacho unakiona. Ni muhimu kuwa na ile picha, kuwaza makubwa. Kuwaza makubwa hakuishi tu hivyo, lazima uweke sasa mikakati ya wewe kufikia ile picha au ile ndoto ambayo unaiona. Ndio maana huwa anasema dream big. Inawezekana usiwe sana unielewa ile maana ya dream big, lakini leo nimeona nikupe maana yake halisi ili tuweze kwenda pamoja. Kwa hakikisha kwamba unawaza makubwa. Kama hamna mtu ambaye anasimama kwa ajili yako, basi wewe hakikisha kwamba unajiwazia makubwa na kujikatia tamaa kwa namna yoyote ile. Kumbuka ya kwamba usiishie tu kujikatia kuwa na ile picha. Kuwa na ile picha ya kuwaza makubwa. Usiishie tu hapo. Lakini weka mikakati namna gani ambavyo unaweza ukafikia pale. Weka mikakati ya kiutendaji, lakini pia muhimu zaidi ni kwamba weka pia mikakati ya kiroho. Kuna wakati ambao unaweza wewe mwenyewe usifikie katika ile level kama ukimwacha Mungu pembeni. Hakikisha kwamba katika mikakati yako unamshirikisha Mungu. Mungu naye akupe nguvu, akuwezeshe, akupe watu ambao pia watakuwa sambamba na wewe katika kufikia lile lengo ambalo unalitaka. Kwa hiyo huwa ninaposema dream big always, no matter the situation, I always mean it. Yaani kwamba unatakiwa uwaze makubwa kuliko changamoto unazokutana nazo. Unatakiwa uwaze makubwa kuliko changamoto unazoziona wakati huo, kuliko changamoto unazokutana nazo. Ile picha isitoke ndani yako. Kwa hakikisha kwamba unapambana kuifikia kwa mikakati, lakini pia mweke Mungu awe sambamba na wewe kwenye maisha yako. Natamani tuwaze makubwa. Natamani tufanye mambo makubwa. Inawezekana wewe ni mzazi, upo unanisikiliza hapa, usimkatie mwanao tamaa. Yaani fanya juu chini, mtafutie mwanao suluhisho yoyote ile aweze kufanikiwa. Yaani usimkatie mwanao tamaa. Wewe kama mzazi, wewe ndo nguzo yake, wewe ndo msaada wake, wewe ndo kiongozi wake.
usipomsaidia, nani mwingine atakayeweza kumsaidia? Nani mwingine atakayeweza kumsaidia kama wewe mzazi umemkatia tamaa? Lakini pia kama wewe ni kijana, labda uko unasoma au unajitafutia chochote kitu, usikate tamaa. Mazingira sasa hivi yanaweza kuonyesha kwamba uko mbeleni, sijui hali yako itakuwaje, labda kipato ni kidogo, lakini hakikisha kwamba unaendelea kupambana kwa namna yoyote ile. Usijikatie tamaa. Endelea kutafuta mbinu mbalimbali za wewe kuendelea kutoboa kwenye maisha yako. Yaani itafika wakati wewe mwenyewe utasema najishukuru na ninajipongeza kwa kutokujikatia tamaa kwa ile hali niliyokuwa nayo wakati ule. Kwa hiyo my friend, mzazi, rafiki, ndugu ambaye tumekuwa tukiwa pamoja, wewe ambaye uko leo umeniona live, ndo mara yako ya kwanza kuona hii video kwenye hii channel, hakikisha kwamba hujikatie tamaa. Dream big always, no matter the situation. And I wish you all the best in this 2026. Let us fly together. Let us dream together. Let us dream big no matter the situation. Otherwise, I wish you all the best in all your plans ambazo umeziweka 2026. Kwa ushauri wowote, karibu ufanye booking. Nitaweka link yangu ya WhatsApp hapo kwenye description box. Hakikisha kwamba unanitafuta, na nitaweka pia namba yangu ya WhatsApp. Karibu unitafute na tuwasiliane ili sote tuweze kuvuka. Usijikatie tamaa. Dream big always. Na kama hujasubscribe channel hii, tafadhali naomba usubscribe ili kila video ambayo nitakuwa na post iweze kukufikia kwa wakati sahihi, uweze kupata notification na uangalie, maana channel hii ni kwa ajili ya sisi kuweza kufikia malengo yetu kwenye maisha yetu sote. Kwa hiyo kama wewe ni kijana na unatamani kufikia malengo yako, basi hii channel ni kwa ajili yako. Utajifunza mambo mengi in life matters hapa kwenye channel yetu. Bye bye. See you in the next video. Always remember to dream big no matter the situation. Bye bye.